Na kwingineko, jumla ya Wakenya 1356 wameorodheshwa kuwania wadhifa wa mwenyekiti na wanachama wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Mwenyekiti wa jopo la uteuzi Daktari Nelson Makanda amesema watu 37 walioorodheshwa kwa nafasi ya mwenyekiti, ilhali wengine 1319 watasailiwa kwa nafasi za wanachama wa tume hiyo. Orodha ya watu 37 wanaowania wadhifa wa mwenyekiti inajumuisha wanawake 6 na wanaume 31. Aidha, mtazamaji, wa waniaji watatu ni watu wanaoishi na ulemavu. Safari ya kubuni tume mpya ya IEBC miaka miwili unusu tangu wanachama wa zamani walipoondoka afisini imeng'oa nanga. Jopo la uteuzi linaloongozwa na Daktari Nelson Makanda limesisitiza umuhimu wa utaratibu huo, ikizingatiwa idadi kubwa ya watu waliotuma maombi ya kuongoza tume hiyo itakayosimamia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kati ya Wakenya 1848 waliotuma maombi, 1356 walitimiza masharti na wakoorodheshwa kwa usaili. Idadi kubwa zaidi ya watu waliotuma maombi wanatoka maeneo ya Magharibi na Nyanza. Uchanganuzi wa maombi yaliyopokelewa na jopo hilo la wanachama 9 unaashiria kwamba kaunti ya Homa Bay inaongozwa kwa maombi ya nafasi ya mwenyekiti na wanachama kwa maombi 63. Inafuatwa kwa ukaribu na Kisii kwa maombi 62, Bungoma 59. Kaunti nyingine zinazoongoza kutoka eneo hilo ni Siaya na 43, Kisumu 39, Busia 36, Migori 36, Nyamira 35 na Vihiga 34. Katika eneo la Mlima Kenya, Meru ilinakili watu 43 waliotuma maombi. Kaunti ya Wajir kutoka kaskazini mashariki ina watu 37, Trans Nzoia 36, huku Lamu ikiwa na idadi ndogo ya watu 3, huku Turkana na Samburu kila mmoja ikiwa na watu 7 waliotuma maombi. Nyingine ni Tharaka Nithi na watu 8, Nyandarua 8, Nairobi 8 na Laikipia 9. Kati ya wanachama 1356 walioorodheshwa, 37 watasailiwa kwa nafasi ya mwenyekiti, huku wengine 1319 kusailiwa kwa nafasi za wanachama. Miongoni mwa watu maarufu waliomezea mate nafasi ya mwenyekiti katika tume hiyo ni aliyekuwa jaji wa mahakama ya Afrika Mashariki Charles Nyachae, aliyekuwa msajili mkuu katika idara ya mahakama Ann Amadi, mwenyekiti wa bodi ya KPLC Joy Brenda Masinde Mdivo, afisa mkuu mtendaji wa zamani wa IEBC James Oswago na wakili Francis Kisiaga, miongoni mwa wengine. Kuundwa upya kwa tume hiyo kunafuatia kuondoka kwa makamishna waliokuwepo, akiwemo mwenda zake Wafula Chebukati aliyehudumu kama mwenyekiti na maafisa wengine wakuu walioondoka kwenye tume hiyo baada ya uchaguzi wa mwaka 2022. Jopo hilo linatarajiwa kukamilisha shughuli yake kufikia Aprili mwaka huu. Abdiaziz Hashim, Darubini.